Bana, karibu United Insider. Hizi ni taarifa kubwa zaidi kuhusu Red Devils siku ya leo, na leo tutaangazia taarifa zenye uzito wa kina, lakini usiache kusubscribe, kulike, kushare na kukomenti. Na moja kati ya taarifa ambazo zimepewa kipaumbele na vyanzo vingi vya habari leo hii ni swala la kiungo kutoka Brazil. Huyu si mwingine bali ni Bruno Guimaraes kutoka pale Newcastle United. Taarifa zinatueleza kwamba Manchester wako kwenye advance talk ya kuweza kumsajili Bruno Guimaraes kutoka Newcastle United. Mazungumzo haya na mawakala wa mchezaji ni kuangazia uwezekano wanaweza kumpata vipi, thamani yake na urahisi wa hili dili huenda likawaje. Hivyo Manchester wako kwenye mchakato wa kujua Bruno atapatikana vipi rasmi pale ambapo dirisha litakuwa linafunguliwa. Inaelezwa thamani ya Bruno Guimaraes mwenye miaka 28 hivi sasa inakaribia kwa paundi milioni 70 hivi, ambayo ndiyo Manchester watahitajika kulipa kwa Newcastle ili kuweza kumsajili Bruno Guimaraes. Lakini hapo Newcastle United inaonekana bado kuna interest kutoka kwa Real Madrid, ambao wao pia watakuwa na mhitaji Bruno Guimaraes. Kwa hiyo kutakuwa kuna vita ya kutaka kumsajili Bruno katika dirisha lijalo, kwa sababu pia Real wanaonyesha interest ya karibu kabisa. Lakini dili la usajili la Bruno kwenda Manchester linaelezwa ni kwamba Manchester italazimika kumuuza kiungo mmoja ili kuweza kufanikisha dili ya Bruno Guimaraes, na hapa anatajwa jina la Manuel Ugarte, kwamba Ugarte atakuwa ndio mtu anayeondoka baada ya Casemiro kuwa anaondoka. Ugarte atakuwa anafuata ili kuhalalisha mchakato wa kumpata Bruno Guimaraes kutoka kwenye klabu ya Newcastle United, ikitajwa thamani ya paundi milioni 70 kwamba ndio bei ambayo Manchester wanaweza kutoa ili kumnunua Bruno Guimaraes. Hii ni moja kati ya taarifa kubwa zaidi ambayo imepewa nafasi siku ya leo. Lakini tukisalia hapo kwa Magpies Newcastle United, taarifa ya jana ilikuwa ni kuhusu Tonali kwamba yuko tayari kujiunga na klabu nyingine yoyote, huku Manchester ikihusishwa kwa asilimia kubwa zaidi. Lakini mwendelezo wa taarifa ni kwamba Newcastle watahitaji angalau paundi milioni 100, na kwa mujibu wa Reuters wanatuambia Newcastle watataka paundi zaidi ya milioni 100 ili kumruhusu Sandro Tonali. Manchester inahusishwa na zaidi ya wachezaji wanne kutoka Newcastle United. Yuko Hall upande wa kushoto anahusika mlinzi, lakini yuko Tonali, yuko Guimaraes pamoja na Anton Gordon. Hao ni nyota kutoka Newcastle ambao wote wanahusishwa na Manchester. Sasa kwa Tonali inaelezwa pia Newcastle wameanza kupata wasiwasi kwamba huenda Tonali akalazimisha kuondoka kama alivyofanya Alexander Isak. Newcastle hofu yao kubwa kwa sasa ni hiyo kwamba Tonali anataka kuondoka pale Magpies, lakini huenda asiondoke kwa utaratibu mzuri akalazimisha kuondoka, na hii ni kama sakata ambayo ilitokea kwa Alexander Isak alipokuwa anaondoka Newcastle kuelekea Liverpool. Hii ni moja kati ya taarifa nyingine ya muhimu sana ambayo inaendelea kuwepo, swala la Tonali kuelekea Manchester United ili kwenda kuiboresha sehemu ya kiungo ya United. Hawa ni nyota ambao wameendelea kuwa wanazungumzwa sana na kumekuwa na maoni tofauti. Wengine wanakuambia bora Baleba, wengine wanakuambia bora Anderson Elliot, wengine wanasema Adam Wharton. So hizi ni sajili ambazo tunatarajia zitaendelea kuzungumzwa kwa muda mrefu zaidi kabla ya kufika kwenye dirisha kubwa la usajili. Na kwa mujibu wa taarifa ya Ineos ni kwamba watataka kumaliza michakato ya usajili mapema kabisa kabla ya dirisha kufunguliwa. Dirisha linapofunguliwa ni kwenda kumalizia mchakato tu, kama ilivyokuwa dili ya Mathew Cunha ilimalizika muda mfupi tu baada ya dirisha kuwa limefunguliwa. Kwa hiyo ni mchakato ambao utakuwa ukiendelea. Maoni yako ni jambo la muhimu sana kuona wewe unatamani kiungo gani kuja United, Bruno Guimaraes, Sandro Tonali ama wengine ambao wanaendelea kutajwa na unahusishwa na Manchester United. Sehemu ya kiungo bado itasalia kuwa sehemu muhimu sana kwa Manchester kwenye dirisha kubwa la usajili, na hapo utaona bado anatajwa Bruno Guimaraes, anatajwa Tonali na wengine wengi. Lakini taarifa zilizoko leo zinaeleza kwamba still Manchester wanamwangazia kiungo kutoka Brazil, Joao Gomez kutoka Wolverhampton Wanderers kama mtu sahihi pia kuweza kusajiliwa. Hivyo bado Joao Gomez ni mchezaji ambaye Manchester wanamuona ni mchezaji muhimu kwamba wanaweza wakamsajili kwenye dirisha kubwa. So ni jina ambalo bado linazunguka kwenye meza
za viongozi wa Manchester, kina Christopher Vivell, kina Omar Berrada, kuona kwamba huyu ni mtu sahihi wa kuweza kumsajili. So kwenye eneo la kiungo pia Joao Gomez ni jina ambalo linaendelea kuwepo katika makaratasi na mipango ya Manchester United. Tukiachana na hilo, kuna taarifa nyingine ikieleza kutoka vyanzo vingine mbalimbali vya habari vinatuambia kwamba kuna swap deal inaweza ikafanyika kati ya Wilfred Ndidi kutoka Besiktas na Altay Bayindiri kwenda upande wa pili. Manchester wataangalia uwezekano wa kuongeza ubora kwenye kiungo chao kwa kumuongeza Wilfred Ndidi ambaye alihusishwa na usajili wa kwenda Manchester tangu Januari. Sasa kinachotokea kufanyika, watamtoa goalkeeper Altay Bayindiri kurejea nchini Uturuki ili wao waweze kumpata Wilfred Ndidi. Inaelezwa Ndidi sio main target, lakini ni moja kati ya wachezaji ambao watakuja kuongeza ubora wa kikosi. Pale ambapo mmoja hayupo, mwingine ameumia, basi Wilfred Ndidi anaweza kuja kuisaidia Manchester kwa uzuri. Kwa hiyo swap deal huenda ikatokea kati ya Besiktas na United, Ndidi kwenda upande mwingine, Altay Bayindiri kwenda upande mwingine. Hiyo ni taarifa muhimu pia ambayo iko siku ya leo. Taarifa kutoka nchini Hispania zinatuambia pia FC Barcelona wanataka kumbakiza Marcus Rashford kwa mkopo wa msimu mwingine zaidi. Barca wanataka kuruka kiunzi cha kulipa euro milioni 30 ambao Manchester wanahitaji, na wanataka kuendelea na Marcus Rashford kwa mkopo. Manchester iliweka kipengele cha kumuuza Marcus Rashford kwa angalau paundi milioni 26 mwishoni mwa msimu kama Barca watataka kumbakisha. Sasa Barca wanataka kumbakisha Rashford, amekwisha kubaliana na Barca kuweza kubaki, lakini Barca kwa sababu ya changamoto za kifedha wanataka kumbakisha kwa mkopo. Hivyo huenda Manchester isipate fedha kama ambavyo ilikuwa inatarajiwa kwamba Rashford atauzwa kwa euro milioni 30 ambayo ni angalau paundi milioni 25 mpaka 26 ambayo itajenerate fedha kwa ajili ya usajili mkubwa kwenye dirisha lijalo la sama. Hivyo Barca wanaanza kuangalia namna ya kuweza kuepuka mtego huu. Taarifa nyingine zilizopo ni kwamba Manchester United watakuwa kwenye resi ya kumwania mlinzi Nathaniel Brown kutoka kwenye klabu ya Frankfurt ya pale nchini Ujerumani. Nyota huyu mwenye miaka 22 amekuwa na wakati mzuri sana kwenye msimu huu wa ligi kuu ya pale Ujerumani na amejumuishwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Ujerumani kwa sababu amekuwa akifanya vizuri. Thamani yake inatajwa ni paundi milioni 60 ili kuweza kumpata, na Manchester inaangazia nafasi ya ulinzi wa kushoto na kuweza kusajili kwa sababu ni jambo muhimu kwa sasa kuelekea msimu ujao. Thamani ya paundi milioni 60 huenda ikawa sio fedha kubwa kwa Manchester, lakini changamoto inaelezwa Real Madrid, Bayern Munich na Liverpool wamekuwa pia wanamonitor mchezaji huyu kuangalia uwezekano wa kupata saini yake. Nathaniel Brown ambaye anakipiga kwenye klabu ya Frankfurt, mmoja kati ya wachezaji wazuri wanaofanya vizuri kwenye msimu huu kwenye ligi kuu ya nchini Ujerumani maarufu kama Bundesliga. Taarifa nyingine ambayo inatoka Turo Sports pale nchini Italia inaeleza kwamba Juventus la Vincisignora vivivize vya Turini vimepewa ruksa ya kuweza kumsajili Joshua Zirkzee kutoka Manchester United, lakini issue inakuja thamani ya fedha. Manchester watakuwa tayari kuruhusu usajili wake wa angalau kwa paundi milioni 22, lakini Juve wanataka kulipa much less ya hicho ambacho kinatajwa na Manchester United. Joshua Zirkzee amekuwa hana nafasi chini ya kocha wa sasa Carrick, na hata alipokuwa Amorim hakuwa na nafasi ya moja kwa moja kwenye kikosi, na Manchester wanaona kwamba ni wakati mzuri wa kumwachia Joshua kwenda kutafuta malisho mengine ili wasajili striker mwingine mwenye ubora zaidi. Kwa Turo Sports wanatuambia Juve watataka kupunguza zaidi kutoka milioni 22 mpaka angalau kwenye milioni 15 16 hivi pauni ili kuweza kumsajili Joshua Zirkzee. Hii ni taarifa nyingine, na ikumbukwe pia kesho Manchester watakuwa wanacheza mchezo wao mwingine wa ligi dhidi ya FC Bournemouth, mechi ya mwendelezo, mechi ya kuendelea kusimenti nafasi yetu ya kushiriki ligi ya mabingwa barani Ulaya msimu ujao. Sasa taarifa za timu kwenye swala la majeruhi, Mazraoui hajafanya mazoezi na kikosi cha Manchester jana kutokana na kuwa na changamoto ya kiafya, hivyo huenda ikajulikana kesho kama Mazraoui atakuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaweza kushiriki mchezo dhidi ya FC Bournemouth, lakini Lisandro Martinez atasalia kuendelea kuwa nje ya uwanja
hatakuwa na nafasi ya kwenda kwenye mchezo dhidi ya FC Bournemouth. Mason Mount ambaye amekuwa na in and out nyingi yuko available kwa ajili ya mchezo wa kesho, lakini still sio yuko fiti 100%. Kwa hiyo hawa wachezaji watatu tunatarajia kuwakosa, lakini utajumlisha na wale wengine kina Patrick Dogu pamoja na Mad Delite ambaye inasemekana msimu wake unawezekana kuwa umeisha, na tutasubiri mpaka msimu ujao. So hizi ndizo update za United siku ya leo. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment kupitia hapa United Insider.